Zoezi la ugawaji wa majiko banifu kwa bei ya ruzuku ambayo yanatumia nishati kidogo ya kuni na mkaa kwa matumizi ya nyumbani limeendelea Januari 3, 2026 katika kijiji cha Mkuyuni, kata ya Majimoto, halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe, mkoani Katavi. Zoezi hilo la ugawaji wa mradi wa majiko banifu unaotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA chini ya Wizara ya Nishati kwa ushirikiano na Tango Energy Limited, kampuni ya Kitanzania inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa majiko ya nishati safi, lilianza rasmi Januari 2, 2026 katika kata ya Usevya ndani ya halmashauri ya Mpimbwe. Akizungumza, meneja mauzo wa kampuni ya Tango Energy Limited Emmanuel Kachare amesema wanasambaza majiko hayo kwa bei ya ruzuku ya shilingi 7,500 badala ya 59,000 ambapo serikali imechangia kwa zaidi ya 85% kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Kampuni ya Tango Energy Limited ni kampuni ya utengenezaji na usambazaji wa majiko banifu. Kwa sasa tuko mkoa wa Katavi ambako tumepewa kusambaza majiko 3,126, ila kwa upande wa Mlele ni 1,042. Bei halisi ya majiko yetu ni shilingi 59,000, bei ya ruzuku ni shilingi 7,500. Kwa unaweza kuona kwamba serikali imeweza kuchangia zaidi ya 85% kwa ajili ya kusaidia wananchi. Dhumuni sahihi ya majiko banifu ni kwamba yanatumia nishati kidogo. Kwa hiyo kama ilikuwa mwananchi labda atumie gunia moja la mkaa kwa mwezi, sasa hata kutumia nusu gunia tu. Kwa hiyo hapo tutaweza kuokoa mazingira, kwa maana kwamba ukataji wa miti hautakuwepo, na pia kwa sababu majiko yetu pia yako aina mbili, kuna jiko la kuni na jiko la mkaa pia. Kwa hiyo wale wa mkaa watumia mkaa kidogo, na wale wa kuni pia ilikuwa ni kuni zile za kuokota tu. Kwa mazingira haya ni kwamba tutatunza mazingira yetu na kufanya pia yao ipate bora zaidi. Kwa wilaya Mpimbwe tumeweka vituo vitatu ambavyo vitahudumia kata 9. Kituo cha kwanza kilikuwa kituo cha Usevya, na sasa vituko Majimoto na pia Mbandi. Kwa vituo hivyo vitahudumia kata zote 9 kwa upande wa Mpimbwe. Mwitikio ni mkubwa sana kwa kweli. Watu wamepata neema kubwa ya kujua kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa majiko banifu, kwa kuwa wenyewe yanatumia zaidi ya nusu, unaokoa zaidi ya nusu ya gharama. Kama ilikuwa kutumia labda gunia moja kwa mwezi, sasa utakuwa unatumia nusu gunia tu, ni 50% nasema. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa huduma hii ya kutoa hapa, pia kwa mkoa mzima, pia na mkuu wa mkoa pia amefanya kwa sehemu yake pia. Wananchi ambao wameridhia, na hapa zipo kata 4 zinachukua hapa. Iko kata pia ya Mamapuli, iko ya Mbede, Majimoto, wote wako hapa pia. Kwa upande wake, mtendaji wa kijiji cha Mkuyuni Thomas Musa amebainisha kuwa wananchi wamepokea vizuri mradi huo na wamejitokeza kwa wingi kuweza kununua majiko hayo kwa bei ya ruzuku, akibainisha kuwa wananchi hao wameiomba serikali iweze kuongeza idadi ya majiko hayo ili watu wengi waweze kupata. Mapokezi ni makubwa sana kwa sababu toka alfajiri watu wako hapa makubwa sana, na wameishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa majiko haya, kwa sababu cha kwanza yanatumia nishati kidogo. Kwa hiyo wamepongeza kwa kiasi kikubwa sana, na wameiomba serikali ikiwezekana waongeze idadi ya majiko kwa sababu watu ni wengi kuliko idadi ya majiko yenyewe. Naye afisa maendeleo kata Majimoto Bwana Sweetpat William amesema kuwa ugawaji wa majiko hayo umewalenga wananchi wa makundi yote bila kuwabagua, akiwemo wanawake, wanaume na wengineo. Leo tumekuwa tuna ugeni wa wenzetu kutoka REA, wametuletea majiko banifu ambayo yanakuja kuwasaidia wananchi kwa nishati, kutumia nishati mbadala kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo zoezi hili tumelipokea kuanzia juzi, tumepokea majiko haya na tumelianza leo kwa kuwauzia wananchi. Majiko haya yanauzwa kwa bei ya ruzuku shilingi 7,500. Tukiwa wananchi kama unavyoona mkopo ni mkubwa na wananchi wanashukuru kwa kweli. Kwa upande wa makundi wanaofaika wa makundi, wananchi wote kwa ujumla, wapo wakina baba, wakina mama wamejitokeza kuja kuchukua majiko haya, na kiukweli wote kwanza nipende kupongeza serikali kwa kweli kwa ubunifu huu mzuri, kwa hasa pia kwa ruzuku hii ambayo imetolewa na serikali, kwa sababu mara nyingi vikwazo huwa kwa vitu hivi bora inakuwa ni gharama, lakini serikali kama tunavyoona Rais Samia Suluhu Hassan imepunguza gharama ya majiko haya na kuyatoa kwa gharama nafuu. Kwa nipende tu kushauri kwamba yazidi kutolewa pale yanapozidi kupatikana, basi ili aweze kuwafikia wananchi mara kwa mara. Kwa upande wao, wananchi waliojitokeza kununua majiko hayo kwa bei ya ruzuku wameishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwasogezea huduma hiyo ambayo inakwenda kuokoa afya watumiaji na kuwarahisishia katika zoezi la mapishi. Naitwa Beli Nyanda, natokea Migunda. Nimepata huduma hii hapa ya jiko. Nimepata jiko la kuni. Hili jiko nimelipenda
kwa sababu linatumia kuni kidogo. Kwa hiyo kiufupi, mimi limenirahisishia matumizi ya kuni. Kwa natumia gesi jiko la gesi ambalo lina gharama kidogo, unaona. Kwa hiyo hili linatumia kuni kidogo ambayo ni gharama kidogo. Kwa hiyo kidogo itakuwa imenisaidia kwenye maisha yangu kila siku. Neno langu kwa serikali au kwa wadau ambao wametoa hii huduma, na washukuru sana kwa sababu wameturahisishia maisha kwenye suala la uandaaji wa chakula, yani kupika, wameturahisishia sana. Baada ya kuona vifaa vyenyewe vilivyo ni vizuri, vimetuvutia mpaka akina baba tukaamua kuchukua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Naishukuru sana serikali kwa kutuletea hili nishati, maana ni rafiki kwa afya zetu. Maana kipindi cha mwanzo tulikuwa tunatumia kuni, kama mimi nyumbani nilikuwa natumia kuni, ilinisababishia hadi yani unaanza kuumwa kifua, masho, lakini kwa nishati hii naamini itaweza kuokoa afya ya familia yetu kwa ujumla. Kabla ya kuchukua jiko hili nilikuwa natumia jiko la gesi. Jiko la gharama 25,000 kubadilisha kwa mwezi. Kupitia majiko haya yanayotolewa na serikali yananisaidia kwa sababu natumia mkaa kidogo. Kwa hiyo nashukuru serikali kwa kupitia majiko haya wanayoyagawa, maana yanatusaidia na kutuokoa sisi na familia, kwa sababu ni matumizi kidogo ya mkaa kidogo.